gani ndugu mpenzi mtazamaji wa TLC Mzungu TV and NBC. Ripoti za TLC Mzungu TV zina ripoti kutokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya msingi Garden English Medium. Lengo hasa kuweza kutufanya tuweze kusafiri umbali mrefu mpaka tufike hapa ndani ya shule hii ya Garden English Medium ni kuja kwa ajili ya kushirikiana na walimu kuona namna gani na mbinu gani, njia gani wanazitumia katika hali ya kufundisha wanafunzi, kuona namna ambavyo wanashiriki katika swala zima la ufundishaji wa wanafunzi huko madarasani. Ambatana nami sambamba ndugu mpenzi mtazamaji, twende moja kwa moja madarasani, twende tukajionee kupitia YouTube channel yako ya TLC Mzungu TV. Alama za taifa. Mtu anaendea kwanza nini maana ya alama? Alama ni kitu kinachosimama kama ishara ya maana ya ziada. Vizuri, mgeni makofi matatu. Nani mwingine ataambia maana ya alama? Messi. Alama inasimama kama ishara ya ziada kuwasilisha jambo fulani. Safi kabisa. Mgeni wetu makofi matatu. Sawa. Tutajifunza alama za taifa na utambulisho wa taifa. Je, ni alama gani tunazozitambua? Alama ambazo mnazozijua kama zenye utambulisho wa taifa au zinazotambulisha taifa. Alama ambazo zinatambulisha taifa letu la Tanzania. Brighton, nyimbo ya taifa. Yeshua, bendera ya taifa. Samira, nini? Nini? Fedha za taifa. Mkongo, mwenge wa uhuru. Mwingine, rangi. Mnyama twiga. Vizuri kabisa. Danieli ya Kristina. Wimbo wa taifa. Safi kabisa. Islam. Ngao ya taifa. Vizuri. Jipigie makofi wote. Leo tutajifunza nembo ya taifa. Alama moja hapo ambayo ni nembo ya nini? Ya taifa. Nembo ya taifa. Nembo ya taifa kwa jina lingine tunaita ngao ya taifa. Ngao nini? Ya taifa. Ngao ya taifa. Nembo ya taifa pia ni alama mojawapo ambayo inatambulisha taifa letu. Katika zile alama nilizozitaja, nembo ya taifa nayo inatambulisha nini? Taifa. Nembo ya taifa ina alama mbalimbali ambazo zinatambulisha nchi yetu, ambazo zinaonyesha utajiri tulionao, ambazo zinaonyesha madini katika nchi yetu, zinaonyesha uoto wa asili, zinaonyesha jinsi gani watu walivyokuwa na ushirikiano na uhusiano, lakini pia zinaonyesha fahari ya nchi yetu. Kwa hiyo tunaenda kujifunza alama mbalimbali zilizopo katika nembo ya taifa. Umeona? Ndio. Umeona mchoro? Ndio. Hebu jam. Moja ya taifa. Ina alama mbalimbali. Kwanza kuna bibi na bwana. Umeona bibi na bwana? Ndio. Huyu hapa na bwana huyu hapa. Bibi na bwana hawa wanawakilisha ushirikiano na uhusiano au usawa katika jamii zetu za nini? Za Kitanzania. Tuwe na haki sawa kwa mwanamke na mwanaume, wote wawe na haki sawa. Lakini pia tunarudi bendera nini? Bendera ya taifa inaonekana katika nembo ya taifa. Bendera ya taifa inawakilisha uhuru wa taifa letu.
inawakilisha uhuru wa nchi yetu. Nchi yetu ilipata uhuru. Mwenge ulifanyaje? Uliwashwa pale nchi yetu ilipopata uhuru. Na mwenge wa uhuru kwa mara ya kwanza uliwashwa mlima Kilimanjaro. Kwa mara ya kwanza uliwashwa katika mlima Kilimanjaro. Lakini pia kuna alama inaitwa milia. Milia ya bluu. Umeona? Ndio. Milia ya bluu. Milia ya bluu. Ndio. Hii milia ya bluu inawakilisha utajiri wa maji. Katika nchi yetu kuna utajiri wa bahari, tuna mito. Unaweza kutajia mifano ya maziwa tuliokuwa nao katika nchi yetu? Rahim? Ziwa Victoria. Ziwa Victoria. Brighton? Ziwa Tanganyika. Messi? Ziwa Nyasa. Ziwa Nyasa. Vizuri kabisa. Unaweza kutajia mito. Tuna utajiri wa mito. Mto mkubwa ambao uko katika nchi yetu. Mto Ruaha. Mto Ruvu. Nani mwingine anaweza kutajia mto mkubwa? Mito mikubwa katika nchi yetu. Nani? Ana. Mto Datron. Vizuri. Kwa hiyo hizi alama za milia zinawakilisha nini? Utajiri wa maji. Utajiri wa maji katika nchi yetu. Katika nchi yetu tuna utajiri wa maji, tuna utajiri wa mito, tuna utajiri wa bahari, tuna utajiri wa maziwa. Lakini pia kuna hii alama inaonekana kwa chini. Hiyo huku ni zao la pamba, hii huku ni zao la karafuu. Ni mazao makubwa muhimu ya biashara katika nchi yetu. Lakini pia kuna ngao. Ngao, watu wawili wameshikilia ngao huku na huku. Mmeziona hizo ngao? Ndio. Hizo ngao zinawakilisha ulinzi katika nchi yetu. Tuna rangi ya njano. Rangi ya njano inaonekana kwenye mwenge wa uhuru, inaonekana kwenye bendera ya taifa, inaonekana kwenye huu mkuki hapa. Hii rangi ya njano inawakilisha uwepo wa madini ya dhahabu katika nchi ya Tanzania. Uwepo wa madini ya dhahabu. Lakini tuna alama ya jembe na shoka. Inawakilisha kuwa kazi ni msingi wa ujenzi wa maisha ya binadamu. Maisha yetu sisi yamejengwa katika ukulima. Lazima tuwe na jembe, tuwe na shoka ili tuweze kulima na kujipatia nini? Mazao. Kuna alama nyingine ya mkuki. Umeiona mkuki? Ndio. Hiyo inawakilisha ulinzi. Inaonyesha ulinzi katika nchi yetu. Hizo zote ni alama ambazo ziko katika nembo ya taifa, ambayo nembo ya taifa ni utambulisho wa taifa letu. Alama nyingine? Bendera ya taifa. Bendera ya taifa. Alama nyingine? Mwenge wa uhuru. Mwenge wa uhuru. Hizi alama zote zinawakilisha taifa letu. Sasa kuna umuhimu gani wa kujua hizo alama za taifa, za nembo ya taifa? Kuna umuhimu gani? Umuhimu gani wa kujua alama? Kwanza, alama ni utambulisho wa taifa letu. Alama ni utambulisho wa taifa letu. Lakini pia alama inaonyesha utajiri mkubwa wa rasilimali za taifa letu. Lakini pia kuna uoto wa asili. Hiki kijani mnachokiona ni uoto wa nini? Wa asili. Uoto wa asili katika nchi yetu tuna uoto wa asili. Lakini pia kuna hizi alama ambazo zinaonyesha, alama ya kijani inaonyesha uoto wa asili. Alama ya njano inaonyesha kuna utajiri mkubwa wa madini katika nchi yetu. Kwa hiyo alama ya nembo ya taifa ina umuhimu mkubwa katika nchi yetu. Kwanza inatambulisha taifa letu, lakini pia inaonyesha utajiri mkubwa wa rasilimali zilizopo katika nchi yetu. Mnaweza kuniambia alama hizi zinatumika wapi? Alama ya nembo ya taifa naweza kumtajia inatumika wapi?
Wewe tunaweza tukatumia alama ya nembo ya taifa. Kama tukisema nembo ya taifa ni utambulisho wa taifa letu. Je, alama hiyo tunaweza tukaitumia wapi au huwa inatumika wapi alama ya nembo ya taifa? Samira, ongea kwa sauti tukusikie. Kwenye nyaraka za serikalini vizuri kabisa, mjini Samira makofi. Nani mwingine anaweza kunitajia kwamba alama ya nembo ya taifa inatumika wapi? Alama ya nembo ya taifa tunaweza tukaitumia wapi? Uda. Kwenye pesa za Tanzania, vizuri kabisa. Pesa za Tanzania tunaweza tukakuta alama ya nembo ya taifa. Mjini makofi matatu. Vizuri. Mwingine anaweza aniambia alama za taifa tunaweza tukazitumia wapi? Alama ya nembo ya taifa tunaweza tukaitumia wapi? Brighton. Kwenye nini? Vizuri. Kwenye barua za kiserikali. Kwenye barua za kiserikali tunaweza tukatumia alama ya nembo ya taifa. Vizuri. Tumpigie Brighton makofi. Nani mwingine anaweza kuniambia kwamba alama ya nembo ya taifa tunaweza kuitumia wapi? Mwingine anaweza kuniambia. Brian. Kwenye serikali tunaweza kutumia wapi nembo ya taifa? Nani mwingine anaweza kuniambia? Tundu. Kwenye ofisi ya rais. Ukienda kwenye ofisi ya rais unaweza kukuta nembo ya nini? Ya taifa. Mwingine anaweza kuniambia nembo ya taifa inaweza kutumika wapi? Kwenye katiba. Kwenye katiba ya nchi. Vizuri kabisa. Tuwapigie makofi wote. Lakini pia kwenye barua za kiserikali, barua yote ya kiserikali lazima iwe na alama ya nembo ya taifa. Alama hii hapa. Kwa hiyo ukiona barua yote ya kiserikali, barua yenye alama hii, hiyo ni barua ya nini? Ya kiserikali. Lakini katiba yetu ya nchi, kwenye katiba ya nchi lazima ukute alama ya nembo ya taifa. Hizo ndio sehemu ambapo alama ya nembo ya taifa inafanyaje? Inatumika. Lakini pia inatumika kwenye pesa za Tanzania. Pesa ya Tanzania yoyote, kuna pesa, baadhi ya pesa za Tanzania unaweza kukuta alama ya nembo ya taifa. Kwa hiyo alama ya nembo ya taifa ni muhimu kwa taifa letu. Kwanza inatambulisha taifa, lakini pia ina rasilimali na uoto wa asili na utajiri mkubwa ambao unaonyesha katika nchi yetu ya Tanzania. Inaelezea historia ya nchi yetu na vitu ambavyo vilikuwemo katika nchi yetu tangu zamani mpaka sasa. Kwa hiyo hapo tunataka tujue kwamba bendera nembo ya taifa ina umuhimu gani? Umuhimu wa nembo ya taifa tunasema kwamba inatumika katika nyaraka mbalimbali za kiserikali, inatumika katika barua za kiserikali, lakini nembo ya taifa pia inatumika kwenye katiba ya nchi. Kwenye pesa zetu za Tanzania kuna alama ya nembo ya taifa. Je, nembo ya taifa ni umuhimu gani? Samira. Vizuri kabisa. Nembo ya taifa inatambulisha nchi yetu wapi? Tanzania. Kwa hiyo ukiona kitu ambacho kina nembo ya taifa, ujue hiyo inawakilisha Tanzania. Mwingine anaweza kuniambia kwamba nembo ya taifa ina umuhimu gani? Nembo ya taifa. Tunakuta nembo ya taifa kwenye matumizi mbalimbali. Je, nembo ya taifa ina umuhimu gani? Inawakilisha uhuru na umoja katika nchi yetu. Inawakilisha ushirikiano, mshikamano katika nchi yetu. Kwa maana kuna hii alama ya uhuru na umoja. Tunaona alama ya uhuru na umoja? Alama ya uhuru na umoja katika nembo ya taifa. Hii inawakilisha mshikamano, ushirikiano na uhusiano mwema katika nchi
dhahabu. Kwa hiyo inawakilisha uwepo wa madini ya nini? Ya dhahabu katika nchi ya Tanzania. Nani mwingine atazungumzia umuhimu wa nembo ya taifa? Rahimu. Uoto wa asili, vizuri kabisa. Hapa kuna kijani kibichi tunakiona? Ndio. Unakiona kijani kibichi? Ndio. Unaonekana kwa chini? Hii inawakilisha uoto wa nini? Wa asili uliopo katika nchi yetu. Mwingine anaweza kusaidia umuhimu wa nembo ya taifa. Umuhimu wa nembo ya taifa inawakilisha historia. Hapa kuna historia, tunaona kuna jembe, kuna shoka, lakini kuna mkuki. Hizi ni zana ambazo zilitengenezwa zamani. Zana zilizotengenezwa zamani. Jembe na shoka zilitengenezwa kwenye zama zipi? Kwenye zama zipi zilitengenezwa jembe na shoka? Kwa hiyo elezea asili yetu. Kwenye zama za chuma, vizuri. Kwa hiyo kwenye zama za chuma kutengenezwa jembe na nini? Na shoka. Hii inaelezea historia yetu tulivyokuwa tunatengeneza zana za asili. Nyingine alama ya mlima Kilimanjaro inawakilisha nini katika nchi yetu? Inawakilisha maji. Mlima ni fahari ya nchi yetu. Huu ndio mlima mkubwa barani Afrika. Mlima Kilimanjaro unatoka nchi mbalimbali wanakuja kutembelea mlima Kilimanjaro, kuja kuona mlima Kilimanjaro. Mlima Kilimanjaro umekuwa kivutio katika nchi yetu. Tunajipatia kipato kupitia watu wanaokuja kutalii katika mlima Kilimanjaro. Ndio maana tunasema mlima Kilimanjaro ni fahari ya nini? Ni fahari ya nchi yetu. Vizuri. Sasa ndio hapa kufanya Madam Ruth Elbariki, mwalimu wa Garden Free and Primary School. Niko katika somo la historia ya Tanzania na maadili darasa la 4. Karibuni katika shule yetu ya Garden Free and Primary School. Karibu ujifunze kwa vitendo. Mnakaribishwa nyote. Karibuni sana. Bye. Nikiripoti kutokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya Garden English Medium, mimi ni Chisco wa TRC Mzulu TV and NDC.